Katika kutekeleza juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Dodoma wamerudisha fadhila zao katika jamii kwa kuadhimisha miaka 61 ya Muungano wa Tanzania na kutembelea shule ya watoto wenye mahitaji maalum iliyopo Buigiri jijini Dodoma. Jeshi hilo la Zimamoto na Uokoaji Dodoma umefikia watoto hao na kutoa misaada ikiwemo mashuka zaidi ya pisi 100, kushiriki usafi wa mazingira pamoja na kupanda miti katika shule hiyo iliyoanzishwa mwaka 1950 chini ya Kanisa la Anglikana Tanzania. Akizungumza na Washindi Media, Kaimu Kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Dodoma, Rehema Menda, amesema katika miaka 61 ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar, jeshi hilo linajivunia kuwa na miundombinu mipya ikiwemo magari katika mwaka wa fedha 23-24 pamoja na kuongezeka vituo vya kutoa huduma. Ni miaka 61 ya Muungano wa Tanzania. Kwa upande wa Jeshi la Zimamoto tumekuwa na shughuli mbalimbali za kupanda miti kwenye maeneo yetu na kufanya usafi katika maeneo ya kijamii, hospitali, sokoni, katika shule za watu wenye ulemavu au watu wenye mahitaji maalum, na shughuli hizo zimedumu kwa ndani ya wiki hili, ndani ya siku 7. Na leo ni kilele, na leo hii tutaelekea wilaya ya Chamwino, shule ya Buigiri, ile shule ya wasioona na wenye uoni hafifu. Tutakuwa na shughuli pale mbalimbali, tutafanya usafi, fumigation, lakini pia tutapanda miti. Kama ambavyo inafahamika, kampeni ya kupanda miti ambayo inaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni Amiri Jeshi Mkuu. Kwa hiyo tunaunga jitihada hizi, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Tutapanda miti, lakini pia tutatoa misaada kwa wenye uhitaji katika ile shule ambayo tunaelekea Buigiri. Lakini katika kusherekea hii miaka 61 ya uhuru, tukumbuke pia kauli mbiu inayosema muungano wetu ni dhamana, heshima na tunu ya taifa. Ni hakika ni tunu ya taifa na ni jambo ambalo kila mmoja tunao wajibu wa kulinda muungano. Lakini sambamba na hilo, sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Dodoma tunajivunia miaka hii 61 ya Muungano wa Tanzania, Zanzibar na Tanganyika. Tunajivunia sana kwa sababu yako mambo mengi mazuri ambayo yamefanyika, na tumepata mitambo mipya kwa hapa Dodoma. Mpaka tarehe hii ya leo, tarehe 26, tuna magari mapya ambayo tuliyapokea mwaka wa fedha 2023-2024, ambapo hapa kama mnavyoona nyuma kuna gari zuri sana na linafanya kazi, limekuwa likitoa huduma kwa wananchi wa Dodoma na wilaya zake. Lakini pia tuna gari la ngazi ambalo lina uwezo wa kuzima moto katika magorofa yenye urefu usiopungua mita 30. Kwa hiyo shughuli zinafanyika kwa ufanisi kwa sababu tunavyo vifaa vya kisasa, tuna mitambo ya kisasa. Lakini pia sio hilo tu, hata upande wa rasilimali watu, ukifananisha na miaka ya nyuma, kituo hiki kilikuwa na watu 40 tu, lakini kwa sasa hivi tuna watu 162 ndani ya miaka hii 4. Kwa hiyo mabadiliko na maendeleo ni makubwa sana. Lakini sambamba na hilo pia tuna shughuli mbalimbali, vituo vimeongezeka vya kutoa huduma. Hapo awali nyuma tulikuwa na kituo tu hapa Dodoma mjini pamoja na kiwanja cha ndege hapa airport. Lakini hivi ninavyoongea mpaka sasa vituo kamili tunavyo 4 na kimoja kinaendelea kinakamilika, kipo kwenye ujenzi hapa katika mji wa serikali Mtumba. Lakini wakumbushe pia wananchi kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya majanga ya moto, lakini pia kuweka mifumo ya kung'amua kuashiria moto, vifaa vya kuzima moto. Ni wakumbushe wamiliki wa magari waweke vile vifaa kwa sababu vinaokoa. Hivi juzi siku zilizopita ilikuwa tarehe 22, tumezima moto kupitia kifaa cha kuzima moto hiki kinachobebeka, tukaokoa gari lisilopungua thamani ya milioni 40 hapa maeneo ya mtaa wa LPF. Kwa vifaa vile ni muhimu na vinasaidia sana. Tuchukue kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto na majanga mengine. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunapatikana kwa namba yetu ya dharura 114, ni bure na inapatikana mitandao yote, na huduma hizi tunazitoa bure
na tunapatikana masaa 24. Mungu ndiye mwalimu mkuu wa kituo hichi cha Bwigili, shule ya wasioona. Ni shule ambayo inatoa elimu ya awali na msingi kwa watoto wenye mahitaji maalum, kwa maana kwamba sisi madarasa yetu yanakuwa na watoto kwenye makundi matatu, kwa maana kwamba tuna mtoto asiyeona kabisa, na mtoto mwenye uoni hafifu, ambapo kwenye uoni hafifu kuna wale wenye ualbino, lakini pia tuna watoto wachache wanaoona, kwa maana ya kusaidia ile kundi kutengeneza inclusion. Ni shule ambayo imeanzishwa mwaka 1950 tarehe 30 ya mwezi wa 4 chini ya kanisa Anglikana Dayosisi ya Central Tanganyika. Lakini baada ya uhuru wa nchi yetu mwaka 1961, serikali iliona umuhimu wa shule hii, ikaamua kuungana na kanisa katika kutoa huduma kwa watoto wenye mahitaji maalum. Takwimu za watoto, tunao watoto 121 kwenye hayo makundi matatu, wapo wasioona, wenye uoni hafifu, pamoja na watoto wachache wanao. Lakini kwa upande wa watumishi, tunao watumishi wasiopungua 51, kwa maana tunao walimu 29, lakini tunao watumishi wasio walimu, kwa maana walezi, wapishi, walinzi na watumishi wengine kwa ajili ya kusaidia kulea kundi hili. Lakini mwisho kabisa, nawashukuru Jeshi la Zimamoto kwa kutuchagua sisi kama kituo kwa ajili ya kuja kutoa msaada. Wametuletea mashuka 100, lakini pia wamefanya usafi, lakini pia wametufanyia fumigation, kwa maana kama unavyofahamu kwenye shule za bweni kuna kuwa na wadudu, kwa mfano kama kunguni, kwa wamefanya swala hilo. Kwa mimi nawashukuru sana Jeshi la Zimamoto wilaya ya Chamwino pamoja na mkoa wa Dodoma kwa ujumla. Nashukuru sana Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Dodoma kwa kazi nzuri ambao wamekuja siku ya leo hapa shuleni kwetu kufanya usafi. Kama tunavyoona, wamejitoa kwa ajili ya kuja kuhakikisha kwamba shule yetu inakuwa safi. Kwa kweli tunashukuru sana na Mungu awabariki kwa sadaka yao ya muda ambao wamejitoa siku ya leo kuja kufanya usafi. Kwa kweli ni jambo la kishujaa, lakini pia wametuletea na mashuka takriban mashuka 100. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Hili ni jambo kubwa sana ambao wamelifanya kwa watoto wetu hapa shule. Tukumbuke watoto wetu hawa ni wenye mahitaji maalum, wengine waoni, kwa ni changamoto katika kufanya usafi. Kwa hiyo walipokuja wao, ni jambo kubwa sana kujitoa hivi. Tunawashukuru sana kwa kweli kwa chini ya usafi, na maeneo yetu yamekuwa safi. Natoa wito kwa watu wengine, wadau wengine ambao wanaweza kuja kufanya usafi au kufanya mambo mengine mazuri kwa watoto wetu. Tunawakaribisha sana. Aidha, Jeshi la Moto na Uokoaji Dodoma limetoa wito kwa wananchi kuendelea kuchukua tahadhari ya majanga na moto na kuweka mifumo ya kung'amua washiria wa moto ili kutatua majanga mbalimbali.